Jambo jingine tunaloweza kujifunza ni kwamba ingawa kuna misingi inayowekwa tukiwa vijana, yapo mambo mengine mema unaweza kujifunza ukubwani. Mzee Mwinyi akiwa na umri wa miaka 90 alipata kusema kwamba tangu akiwa na umri wa miaka 50 amekuwa akifanya mazoezi yanayohusisha kutembea kilomita 5 kwa siku, na aliongeza akasema na nusu saa ya kuendesha baiskeli jioni. Alisema hivyo ili kuwatia ari wananchi kufanya mazoezi kwa kuwa ni njia ya kulinda afya na kujiepusha na magonjwa yasiyokuwa ya kuambukizwa kama vile kisukari na presha. Ni matumaini yangu sote tutajifunza kitu kuhusu mazoezi, kwamba hata ukiwa na umri mkubwa wa miaka 50 na kuendelea bado hujachelewa kuweka misingi bora ya maisha. Kikubwa ni kuanza na kuwa na nidhamu ya kuendelea. Nadhani hapa Profesa Janabi naye anaendeleza wosia huu vizuri na hatuna budi kumsikiliza na sio kumbeza. Ndugu wananchi, miaka 48 iliyopita Mzee Mwinyi alitupa funzo kubwa kuhusu utayari wa kiongozi kuwajibika kama inavyoelezwa na kila mtu. Lakini nimependa ni quote kifungu kimoja cha maneno yake katika barua yake ya kustaafu ambayo nilibahatika kuitafuta kwenye rekodi za Ikulu na nimeiona. Kifungu kinasema, kisiasa nakiri kuwa nahusika. Siwezi kukwepa kwa sababu dhamana yangu ya uwaziri inaambatana na wajibu unaonitaka nijue yanayotendeka wizarani na pia niweze kudhibiti na kuhakikisha mwenendo mwema wa jeshi la polisi. Kwa hiyo ameonesha lile neno kwamba cheo ni dhamana, kwamba lililotendeka ni dhamana yake. Sasa tujiangalie tulioko mawizarani sasa. Tuna habari na yanayotendeka na kama tunawajibika kwa hayo yanayotendeka. Lakini aliona ni heshima kwake kwamba aweke historia au rekodi kwa serikali lakini na chama chake, kwamba kiongozi unapoongoza pahali pakikosewa basi lazima uwajibike. Sasa tujipime nasi, cheo ni dhamana, tunatumia vipi dhamana zetu? Aidha, akiwa rais alisisitiza kuwa kazi ya kusimamia uwajibikaji ni ya kudumu na inaweza kufanywa kwa ufanisi mkubwa bila matangazo au vishindo, kwani wananchi wanachotaka kuona ni kutoweka kwa uzembe, wizi na ubadhirifu na sio kuorodhesha maovu ambayo tayari wananchi wanayajua. Hatuna budi kumwenzi mzee wetu kwa kuishi dhana ya uwajibikaji kwa mapana hayo. Mzee Mwinyi pia alikuwa ni mzee wangu. Nitamkumbuka kwa uzalendo wake, uchamungu wake, hekima zake. Nitamkumbuka pia kwa mapenzi yake kwa lugha yetu adhimu ya Kiswahili na kujitolea kwake kwenye shughuli za kijamii. Afrika Mashariki itamkumbuka kwa kuwa mmoja ya waasisi wa kufufuliwa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Afrika kwa ujumla itamkumbuka kwa kusimamia kukamilisha jitihada za ukombozi kusini mwa Afrika zilizohitimishwa na ukombozi wa Jamhuri ya Kusini mwa Afrika mwaka 1994. Mzee Mwinyi pia atakumbukwa kwa mchango wake katika kutoa hifadhi kwa wakimbizi waliokimbia vita katika ukanda wa Maziwa Makuu na kuchangia jitihada za kutafuta amani na utulivu kwa ukanda huo. Mimi binafsi nitamkumbuka. Katika hatua za mapito yangu ya uongozi wa nchi hii, nilikuwa najaribu sana kuchota hekima kwa mzee Mwinyi na kufuata mapito yake, lakini sidhani kama nimeweza kuvaa viatu vyake. Lakini ninachoweza kusema
ni hasara kwamba sasa maktaba imeungua. Na nakumbuka wakati mmoja, wakati tunaadhimisha kuzaliwa kwake, nilimwomba Mwenyezi Mungu amjalie Mzee Mwinyi afike miaka 100. Na nikijua atafika miaka 100 akiwa mzima vile vile, kwamba tutampigia simu, mzee nakuja kukuona, njoo mwanangu. Ukifika anachekesha, anakupa mawaidha, anakuwaidhi, anakupa hekima, anakupa busara, unachota kutoka kwenye kisima chake cha hekima. Lakini kipanga yenu Mungu anapanga yake. Sote ni waja wake na kwake tutarejea. Naliweza kusema maktaba yangu imeungua. Lakini ahadi yangu kwenu ni kwamba nitaendelea kuyaenzi na kuyaishi maono yake kwa kusimamia ustawi wa wananchi, kushamirisha sekta binafsi, kutenda haki na kuwa na subra na ustahimilivu. Niseme tu, Mzee Mwinyi alikuwa ni hidaya kwa Watanzania. Alitabiriwa makubwa na baba yake mzazi kwa kumuita jina Nzasa, kumaanisha mtu asiyekaukiwa. Na kwa kweli Mzee Mwinyi hakuwahi kukaukiwa na hekima, busara na wingi wa uchamungu. Hakika kwa mafunzo haya ametuachia sadaka ya elimu, na yeye Allah atamlipa kwa sadaka hii aliyotuachia. Amen. Kwa ndugu zangu Dr. Hussein, Abbas, Mohamed, Abdallah, Amur, dada Asha, Fatma, Juma, Salama, Halima na Asma. Lakini pia kwa mama zetu, Mama Siti na Mama Khadija, kwa ndugu, jamaa na marafiki, mbuyu umeng'oka. Ni wasihi na kuwaomba kuimarisha udugu na mshikamano kwa ukoo wa Mwinyi, kuendelea kutunza heshima ya mzee wetu. Na mbuyu unapong'oka si shida kupanda mwingine. Kwa wakati yenu 11 mliobaki, mmoja asimame awe mbuyu wa ukoo huu, na mbuyu huo uende ukaheshimiwe. Hatutafurahi kusikia familia ina migogoro, familia inatatizana. Kwa hiyo mmoja wenu, na hapa nikusihi sana mdogo wangu Hussein, simama kuwa mbuyu wa familia. Simama kuwa mbuyu wa familia. Mwisho kabisa niseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hakika wote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Asanteni sana kwa kunisikiliza.